Je, unalijua hili? Tanzania inaingia katika sura mpya ya historia ya soka la Afrika. Kadiri siku za kuelekea AFCON 2027 zinavyokaribia, ndivyo kasi ya ujenzi na ukarabati wa viwanja vya kisasa inavyozidi kushika kasi. Haya siyo maandalizi ya mashindano pekee, bali ni uwekezaji mkubwa unaolenga kubadilisha taswira ya michezo, utalii na uchumi wa taifa. Jijini Dar es Salaam, uwanja wa Benjamin Mkapa unaendelea kufanyiwa maboresho makubwa ili kuendana na viwango vya shirikisho la soka Afrika, CAF. Uwanja huu unatarajiwa kuwa moja ya vituo vikuu vya mechi za AFCON 2027, huku ukibeba maelfu ya mashabiki kutoka mataifa mbalimbali. Mkoani Arusha, ujenzi wa uwanja wa Samia Suluhu Hassan unaendelea kwa kasi. Uwanja huo wa kisasa unatarajiwa kuwa na uwezo kuchukua takriban watazamaji 30,000 na kuwa moja ya alama mpya za maendeleo ya michezo nchini Tanzania. Visiwani Zanzibar, maboresho ya uwanja wa Amani yanaendelea sambamba na miradi mingine, huku pia ujenzi wa uwanja mpya katika eneo la Fumba ukiwa sehemu ya maandalizi ya AFCON 2027. Hatua hizi zinaifanya Zanzibar kuwa sehemu muhimu ya maandalizi ya michuano hiyo ya kihistoria. Lakini manufaa ya miradi hii hayaishii kwenye soka pekee. Wataalamu wanaeleza kuwa AFCON 2027 inaweza kuongeza fursa za ajira, kukuza sekta ya hoteli, usafiri, biashara na utalii, huku ikiitangaza Tanzania kwa kiwango kikubwa duniani. Swali kubwa linalobaki ni hili: je, viwanja hivi vitakuwa urithi wa kudumu utakaoinua michezo ya Tanzania kwa vizazi vijavyo, au vitaishia kuwa kumbukumbu za mashindano? Jibu lake litategemea namna taifa litakavyovitumia hata baada ya filimbi ya mwisho ya AFCON 2027 kupulizwa. Ni mimi msimuliaji wako Zakaria kutoka Mjawir Media. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu.